Naomba nitumie nafasi hii adhimu sana kumshukuru na kumpongeza mkurugenzi wetu wa jiji, afisa elimu sekondari, walimu na wanafunzi wa sekondari, ambapo walikwenda kwenye michezo katika ngazi ya mkoa, na sisi wilaya yetu ya Ilala iliibuka kidedea, mshindi wa jumla, lakini pia mshindi mbalimbali ambao tumeweza kupokea vikombe. Vikombe hivi ni jitihada ya watoto wetu katika ngazi ya sekondari, lakini pia iko na ngazi ya elimu msingi, pia wamefanya kazi kubwa sana. Pia nikupongeze afisa elimu wetu sekondari. Hiyo ni jitihada ya kuona namna gani walimu wetu pamoja na wakufunzi wetu wameendelea kuwa wamoja, na niendelee kuhakikishia umma halmashauri ya jiji la Dar es Salaam wilaya ya Ilala tutaendelea kuwa wamoja kuhakikisha makombe tu haya ya michezo hayaishi hapo, hadi kwenye miradi ya maendeleo tutaendelea kuleta vikombe. Katika siku yetu ya elimu tutakwenda kuonyesha mafanikio ambayo halmashauri ya jiji la Dar es Salaam kwenye eneo la ufaulu watoto wake wameenda kufaulu. Mambo makubwa ambayo Mheshimiwa Rais anayaleta kwenye wilaya yetu, mategemeo yake ni kwamba tunakwenda pia kutoa kwenye ufaulu. Viwanja ambavyo Mheshimiwa Rais ameleta, alituletea fedha, tumeenda kujenga pale uwanja wa Benjamin. Kiwanja kizuri kimeenda kukamilika. Haya makombe yanayopatikana pia ni nyenzo muhimu kwa halmashauri yetu ya jiji la Dar es Salaam kwenye eneo la kufufua viwanja. Nikupongeze mkurugenzi. Kwenye bajeti hii nimeiona halmashauri ya jiji la Dar es Salaam imetenga fedha kwa ajili ya kuboresha viwanja mbalimbali katika shule zetu mbalimbali za sekondari. Hivyo nawapeni pongezi kubwa sana. Leo hii tuko hapa kuhakikisha kwamba tunafanya tafakari ya mafanikio ambayo Mheshimiwa Rais amealeta kwenye wilaya yetu ya Ilala, hususan kwenye eneo la elimu sekondari. Hivyo nampongeza sana mkurugenzi, lakini nampongeza afisa elimu na timu nzima management kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Wakati tunakwenda kufanya tafakari hizi na kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wilaya yetu ya Ilala imeweza kupokea zaidi ya bilioni 36 kwenye eneo la elimu sekondari. Na unaona baadhi ya vitu ambavyo vimefanyika katika wilaya yetu, ambayo natumia nafasi kumpongeza mkurugenzi wetu wa jiji. Iko changamoto ambayo tuliipata kwenye baadhi ya miradi yetu kukamilika kwa wakati, ambayo sasa miradi hii inakwenda kukamilika. Tulipata changamoto kwenye shule ya sekondari ya Bonyokwa ambaye ni agorofa, tulipata changamoto Kipunguni, tulipata changamoto Mnazi Mmoja, lakini kwa sasa tunajisikia faraja wakati tunafanya tafakari, kwa maana shule zote 8 ambazo ni za gorofa zimekwenda kukamilika. Lakini pia Mheshimiwa Rais alituletea fedha kwa ajili ya ujenzi wa shule za mpya ambazo pia zote zimekamilika. Mheshimiwa Rais alituletea fedha kwa ajili ya ukarabati wa madarasa ambayo pia madarasa yote yamekamilika. Mheshimiwa Rais alituletea zaidi ya bilioni 1 na milioni 400 kwa ajili ya ununuzi wa meza na viti kwa ajili ya watoto wetu wa shule za sekondari, ambavyo vyote vimekamilika. Hivyo nitumie nafasi kumshukuru Rais, lakini kumshukuru na kumpongeza mkurugenzi na timu yake nzima ya management, lakini pia kwa ushirikiano mkubwa ambao tunaendelea kuupata kutoka kwa wabunge wetu ambao imefanya ukamilifu wa shughuli hizi za huduma ya elimu. Lakini leo hii pia tumekwenda kuangalia namna gani tunakwenda kutekeleza kwa haraka sana. Katika bajeti hii serikali imeweza kutuletea zaidi ya bilioni 6.2 ambayo tunakwenda kutekeleza miradi ya elimu. Hivyo tumepitia kuona namna gani kama halmashauri ya jiji la Dar es Salaam tunakwenda kukamilisha miradi hii kwa wakati, ili tutakapokwenda kwenye uchaguzi hapo Oktoba, kwamba watu wetu tuweze kuwaambia Mheshimiwa Rais ameleta nini. Kwa mazingira hayo tutakuwa tumepokea tutakapokwenda kwenye uchaguzi zaidi ya bilioni 42 kwenye wilaya yetu. Hivyo kuna kila sababu ya kumshukuru Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.